Matokeo ya kasi wao wameyapata, sio? Hawaridhishwi nini na Tanzania, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa iliahirishwa kwa kufuata kanuni. Na binafsi mimi siamini kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu ya Simba. Kwa sababu waliokaa kwenye kikao hawakuwa Simba, waliokaa kwenye kikao ilikuwa ni kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba tumefanywa 1 2 3, na wao walikuwa na ushahidi kwa sababu match commissioner GGC sijui walikuwepo kwenye kuhakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini hilo halikutokea, ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni hazifuatwi. Wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi. Kanuni ipo ya 34-3. Inasema wao TFF watakavyoona, yani sababu wanayo wao. Wamesema walitoa mistake, kurudia maelezo waliotoa yalikuwepo pale. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka, ama sivyo kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao kasi wamewakataa. Lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi. Mnakumbuka kulikuwa na vikundi sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi, sijui wanataka mechi hatuchezi, lakini makamu wa rais alikuwa mtu wa mwanzo kwa kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwa mimi tutacheza mechi. Sasa unajua unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza kwa sababu kule mmeshindwa? Yanga hawana imani na TFF ipi? Wana mwaka wa 3 unachukua kikombe. TFF ndio hii. Hawana imani kwenye engo gani? Wanasema kuna baadhi ya klabu zinapendelewa. Ipi? Nchi hii klabu ni 2 tu. Nchi hii klabu ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni 2 tu. Ni wao na Simba peke yao. Hasa nani anapendelewa? Wanapendelewa Simba? Kwa kauli yako basi inaweza kuwa ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa na ndio sioni mimi hapo wanaposema wanapendelewa ni wapi? Kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili Tuisila Kisinda awamu ya pili. Wakati wanamsajili usajili umeisha. Mimi nina barua 2. Barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF, anamwandikia mtendaji wa Yanga akijibu kwamba muda wa usajili umeisha, kufanya hivyo tutavunja kanuni ya 62. Wanamchukua Tuisila, nyinyi mnasahau. Tuisila anachukuliwa usajili umekwenda mwisho na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili. Wakamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka. Wakasema Kambole amepelekwa kwa mkopo. Anapelekwa kwa mkopo huko wapi kunaitwa Uganda. Na hakwenda kokote. Alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani? Tuisila. Na Kambole akaingia kwenye mzozo, maana si yuko hapa mjini tunamuona, akaenda kwao anadai wale walikuwa nani? Si walikuwa ni TFF. TFF ya hii ya Karia. Sasa wanampendelea nani au amtaki yupi? Ni wao wenyewe tu, yani ni wao na Simba tu ndio ambao ukizungumza kuhusu mambo kama hayo ndio utayakuta huko. Sasa yes. Simba walikuwa sahihi ile siku baada ya kushindwa kufanya mazoezi kutoa press release ya kwamba hawatacheza mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi siku moja kabla ya Simba. Unajua watu wanapotosha. Hawakusema kwamba hawachezi mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi. Mazingira walioyakuta kuzuiwa na watu ambao hawahusiki na mchezo. Wakasema if this is the case, mimi nakwambia TFF walipeleka match commissioner. Match commissioner ndiye mwakilishi wa mwenye shindano kwenye mechi yoyote. Na ripoti yake ndio ina overrule ripoti zingine zote. Match commissioner alikwenda mpaka pale Simba akamwambia meneja Simba waruhusiwa wafanye mazoezi. Hawakuruhusiwa. Simba wenyewe ukiwasikiliza wanasema walikuwa na muda mrefu ambao hawajafanya mazoezi, wakiamini kwamba hayo masaa 50 wataenda, watarudi, watakuja kucheza kwenye ile mechi. Amini watafanya mazoezi pale ili siku ya pili wacheze mazoezi. Simba ndio ready to play, wapewe muda wa kufanya mazoezi. Tulichokisikia baadaye ni watu ambao wahusiki na mpira. Kwa maelezo ya TFF kuna watu wanaitwa makomando walikuwepo pale ambao wahusiki. Sasa kama wahusiki, Simba makosa yao nini? Wana haki. Simba walikuja jana hapa kwetu. Waaskari hapa wakajaribu kuwazuia na nini, wakanipigia simu nikamwambia jamani waacheni wafanye mazoezi. Wamefanya mazoezi leo, tumecheza mechi imeisha. Sio? Simba kama ongegoma wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi, alafu wakagoma kucheza mechi, tungewalaumu. Lakini
wanataka ku-execute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga. Unajua timu hizi tangu zikicheza hazitumii hiyo kanuni. So what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatazwa na nini? Kwa maana hiyo viongozi wa Young Africans kutokana na majibu waliyopokea CAS ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema aibu tu, hamna kitu chochote. Hamna kitu chochote cha maana. Yaani mimi mtu ananiambia Yanga unaonewa kwenye engo gani? Yaani wao Yanga watuambie bana sisi eti kuna uonevu. Yanga anaonewa nchi, anaonewaje? Nyinyi hapa wote mnaamini kama Yanga inaonewa? Yaani inaweza kuonewa Yanga nchi afu tukakaa hivi tulivyo? Yanga haiwezi kuonewa. Yanga Simba wao wanatuonea sisi siku zote. Waache uongo. Kauli yao ile wanasema kwamba hawachezi, lakini unaona shauri yao wenyewe. Hapo ushauri wako labda kwa ligi. Manake Yanga inakuwa kama imekiuka pia na mamlaka labda ya CAS ambayo inawaelekeza wao, manake wametoa taarifa kwa umma. Wewe ushauri wako sasa kwa wenye mamlaka ya mpira? Mimi kama nataka kushauri ni kwamba mamlaka itoe tarehe ya mechi tu. Watu wasifike kiwanjani, watumie kanuni. Full stop, ndio tutatoka huku. Na tukibaki huku, mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndio sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu, kila kitu. Hii ni timu kama timu zingine. Watupe tarehe, si tukaangalie mpira pale. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni itumike.